Karibu tena mtazamaji wa The Chanzo kwenye mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa The Chanzo na wadau watu mbali. Na leo kwa upekee kabisa tunaenda kufanya mazungumzo na Ali Kibao ambaye yeye ni mtoto wa Mohamed Ali Kibao. Kama ambavyo tutakuwa tunafahamu, Septemba ya mwaka huu wa 2025 ilitimia mwaka mmoja kamili tangu mzee Kibao, kama ambavyo wameendelea kutambulika, aliporipotiwa kutekwa alipokuwa yupo kwenye basi ile Septemba 6, 2024. Alikuwa yupo kwenye basi akiwa safarini kuelekea nyumbani kwake mkoani Tanga, na tukapata taarifa siku zile kutoka kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Mnyika, ambaye aliripoti hili tukio. Lakini baadaye siku iliyofuatia ambayo ni Septemba 7, 2024, mwili wa mzee Kibao ulipatikana maeneo ya Ununio jijini Dar es Salaam, akiwa bila shaka tayari amepoteza maisha na mwili wake ukiripotiwa kuwa umeharibika sana. Mambo mengi yametokea baada ya tukio lile. Tuliona serikali ikijitokeza ikilani na kuahidi hatua zikichukuliwa. Tuliona waziri wa mambo ya nje, waziri wa mambo ya ndani wakati ule alienda mpaka Tanga kushiriki kwenye msiba. Lakini sasa tunaenda kumaliza mwaka wa 2025, bado hatujajua nini haswa kimetokea, nani walikuwa wahusika. Sasa kila wakati mamlaka zikiulizwa kuhusiana na sakata hili mahususi na masakata mengine yanayohusiana nalo la watu kupotea, kuripotiwa kutekwa, mamlaka siku zote zimekuwa zikisema kwamba uchunguzi unaendelea, haujakamilika, na kwamba umma utataarifiwa pale kutakapokuwa na taarifa mpya. Tumemwona hapa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano Albert Chalamila alipoulizwa kuhusiana na tukio la Humphrey Polepole, ambaye naye aliripotiwa kutekwa hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa alisema kwamba uchunguzi bado unaendelea na analifanyia kazi. Kwa haya ni majibu ambayo wamekuwa wakiyatoa. Kwa hiyo nitakuwa na kaka yangu huyu Ali Kibao kuzungumzia kuhusiana na swala hili, lakini na jitihada nyingine ambazo yeye anazichukua ku raise awareness kuhusiana na mambo haya yanayoendelea kutokea nchini kwetu. Mimi wako wa kawaida ni Khalifa Saidi, ambaye nitakuwa nakuendesha mazungumzo haya, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Shafi Hamis na Ambrose Dawai, tunakukaribisha sana. Brother Ali, karibu sana The Chanzo. Asante Khalifa. Tulijaribu kufanya mazungumzo haya muda mrefu na kushukuru kwa kuchukua nafasi, kwa kunipa fursa na kuchukua muda wa kuongea leo. Asante. Ni muhimu umetaja hiyo kwa sababu mtu anaweza akadhani kwamba mazungumzo haya pengine yamesababishwa na matukio yaliyokuwa yanatokea hivi karibuni, lakini kusema kweli haya ni mazungumzo ambayo tumekuwa tunayapanga siku nyingi kuyafanya. Imetokea tu kwa bahati nzuri kwamba tunayafanya leo. Kweli. Asante. Labda nianze tu kabla ya yote kutoa ufafanuzi kidogo wa majina, kwa sababu majina unaona anajirudia Mohamed Kibao, Mohamed Ali Kibao, Ali Mohamed Kibao. Sasa sisi tulikuwa na utamaduni katika familia zetu. Babu yangu mzee baba alikuwa Sheikh Mohamed Ali mimi baba yangu Ali Mohamed Ali Kibao, na mimi nikawa Mohamed Ali Mohamed Kibao. So majina
yamejirudia sana. Sasa tulipoanza mambo ya mtandaoni huku, mimi adopt jina la baba kabla yeye hakulichukua mitandaoni, kwa sababu Ali ni rahisi. Umeona? Sasa nafafanua hivyo kwa sababu dada zangu hapa na mama wakiangalia wakisema, unaongea na Ali Kibao. Nasema Ali Kibao yupi? Sisi kwetu Ali Kibao ni yule aliyefariki. Sasa nifafanue kwa hapo kidogo. It's funny kwa sababu wenzangu hapa wakati tunajaribu kuseti mitambo walikuandika mahojiano na Muhammad Ali Kibao, na mimi nikamwambia hapana, ni Ali Kibao. Nikamwambia Muhammad Ali Kibao ni baba yake. Ya, hilo ni majina kwa ufupi tu, majina ya mtandaoni. Ni rahisi kuandika handle kwa mfano ya Ali Kibao, nikaichukua kabla yeye kabla baba hakuichukua Twitter. Kwa hiyo wewe jina lako ambalo lipo kwa birth certificate ni jina gani? Muhammad Ali Kibao. Na baba yako? Ali Muhammad Kibao. Na babu ni Sheikh Muhammad Ali Kibao. So basi itakuwa unacheka, sio, ukiona waandishi wa habari tunavyoripoti haya majina? Sana, nimesoma mara nyingi sana, naona haya. Basi heri, lakini cha msingi ni kwamba jina la ukoo Kibao ni jina ambalo lina historia ndefu nchini. Katika familia ambazo tumeshiriki katika mengi, katika mambo ya dini, siasa vile vile, na hilo ndo la msingi kwamba ni jina la Kibao na ni jina ambalo nina fahari kubwa kulibeba, na hopefully kadri siku zinavyozidi kwenda tutalitendea haki. Embu tujuze kidogo kuhusiana na hiyo historia, kwa sababu na maswali nimeandaa, lakini umejaribu kugusia hapo kwa ambao pengine sisi ni wageni wa historia ya nchi labda na mambo yanayotokea. Familia yenu ina historia gani ambayo umejaribu kuidokezea hapo? Mimi sio mwana historia mzuri wa kuiongelea kwa niaba ya familia, kwa sababu nilipomaliza tu shule ya msingi mzee Kibao alinipeleka boarding school kuanzia form 1 mpaka nimemaliza form 6, na kunichuo nikaenda kusoma nje vile vile. So sikuwa karibu sana na mengi ya familia, isipokuwa jambo ambalo liko wazi ni kwamba pamoja na kwamba ni jina ambalo hutalisikia sana kwa maana kwamba ni watu maarufu wameshika vyeo mbalimbali, sisi kitu kimoja ambacho tangu vizazi vya nyuma vilivyo tutangulia ni siku zote masuala ya haki. Niongelee babu yetu Sheikh Muhammad Ali ambaye alishika nyadhifa mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kuwa Sheikh mkuu wa BAKWATA Tanzania wakati huo. Ni mtu ambaye aliheshimika katika wakati wake wa uhai wake, na vile vile sidhani, najaribu kufikiria mengine ambayo inaweza kuyaongelea hapa bila ya kuwakwaza watu. Ndio. Sisi ni watu ambao tunajitahidi sana kukaa kwenye spotlight, umeona kwa sababu kuna namna nyingi za kufanya mabadiliko, namna nyingi za sogeza na kusaidia watu. Tunajifaharisha sana kuwa ni watu private, kwa hiyo tuko lakini ni familia kubwa ambayo tumeshikana, na waliotutangulia babu zetu na bibi zetu walifanya jitihada kubwa sana za kushikanisha ukoo kuwa pamoja, umeona. Kwa hiyo ni ukoo ambao umetawanyika, tuko sehemu nyingi sana duniani. Sisi binafsi kwenye familia ya mzee Kibao watu wako sehemu mbalimbali nchini, sehemu mbalimbali duniani, na wengine wengi kwenye extended family pia tumetawanyika sana. Okay, umezungumzia kuhusiana na familia yako na kwenye muktadha mzima wa haki. Labda tu hiyo ndio ilipelekea labda mzee wako akajikuta yupo kwenye siasa za vyama na particularly chama cha Demokrasia na Maendeleo? Kuna uhusiano kati ya huo uamuzi wake kujihusisha na Chadema
na hiyo historia ya familia yenu kusimama au kujiassociate na masuala ya haki kama ulivyodokeza hapo? Jambo ambalo alitusisitiza sana baba ni kuwa na fikra zako mwenyewe kama mtu, umeona. Kwa hiyo hakushinikiza, na alijitahidi sana kutofautisha shughuli zake hasa za kisiasa. Kwenye mambo yake ya biashara siku zote alikuwa anaongea kwa wazi na kujaribu kutufunza katika hayo, lakini ilipofikia masuala ya siasa hakujichukulia kwamba ni labda ni mkombozi yuko pale anapigania watu, at least kwa jinsi ambavyo alituonyesha sisi. Alichokuwa anasisitiza sana hasa mimi kwangu, kwa sababu mwaka 2005 wakati nadhani ilikuwa ndo mishemishi za uchaguzi mkuu, wakati ule ilikuwa ni Kikwete nadhani. Mimi nilikuwa Handeni pale. Baada ya kumaliza shule niambia, wewe bado akili hazijakaa sawa, hebu njoo tufanye kazi kidogo kabla hujaenda chuo, una akili za kitoto bwana. Nilikuwa naye Handeni pale, alikuwa ni katibu mwenezi wa CCM. Nilifanya naye kazi sana, mimi ndio nilikuwa dereva wake, naye kazi sana vijijini. Ona, siku zote yeye alichosisitiza katika haya ni kwamba mabadiliko ya kweli yanatoka chini, na Mzee Kibao nchi alikuwa anaijua vizuri sana. Ingia kwenye majukwaa hutamuona, lakini ukiingia, kwa mfano mimi naweza kuongelea binafsi mfano wa Handeni pale, lakini kuna vijiji vingi sana nchini ambavyo alikwenda akagusa watu wengi, na alinisisitiza sana kwamba mabadiliko ya kweli yanatoka huku chini. Ingawa wengi ambao wanachukua madaraka wanapenda ile spotlight, umeona, lakini huwezi kufanya mabadiliko bila ya kutoka chini. Kwa hiyo siasa yeye alijihusisha nazo muda mrefu sana, umeona, kwa namna mbalimbali, na ni mtu ambaye pamoja na kwamba alikuwa ni mtu alisimama, lakini hakusita kubadilisha mtazamo alipopata taarifa mpya. Hilo ni jambo moja kubwa sana ambalo nilijifunza kutoka kwake, kwamba ndio unaweza ukaamini kitu kimoja leo, lakini ukipata taarifa mpya na ukiona kwamba kuna mabadiliko yanahitaji kufanyika, basi nenda pale ambapo unaweza ukafanya mabadiliko hayo bila ya kuwa na ile loyalty tu kwamba basi mimi ni mshabiki kwamba wa Simba, basi hata Simba ikiniudhi nitaendelea kushabikia. Sio, hilo ni katika jambo moja kubwa sana la msingi ambalo nimejifunza kutoka kwake. Kwa hiyo kumbe Mzee Kibao alikuwa ni mwanachama wa CCM alafu baadaye ndo akaenda akajiunga na Chadema. Sio mwanachama tu, alikuwa katibu mwenezi. Nakumbuka kuna siku alikuwa amepishana kimawazo na mwenyekiti Handeni pale. Akaniambia, unajua tatizo la mtu kama mwenyekiti ni kwamba yeye anakaa ofisini alafu anatoka pale anaenda kuripoti makao makuu, na anataka kutetea kazi na nafasi yake. Umeona, hawajui hali halisi iliyoko huku chini. Ndiko alikoshikika sana, lakini alikuwa ni mwanachama wa CCM, lakini pia nisisitize kwamba yeye na Mbowe wametoka mbali sana. Mimi na Freeman tangu sijajua siasa ni kitu gani, nakumbuka jina la Freeman lilikuwa likitajwa. Mzee alikuwa ni mtu ni mfanya biashara, fanya shughuli nyingi tofauti sana. Mimi binafsi niseme hapo kwa mara ya kwanza, labda wakati mimi nazaliwa Babati, mzee alikuwa yuko Kenya wakati ule, ndo mambo ya ujamaa. Yeye alikuwa anaenda kutafuta sabuni na Colgate kutoa nchi moja kuleta nchi nyingine. Ubora amekuja, alipata mushkil kule na vyombo vya usalama Kenya, bila kusema mengi, lakini tulizaliwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo siku zote alikuwa ni fight. Akaingia kwenye masuala ya shughuli za madini, alifanya sana. Ndeni pale ilikuwa ndio sehemu kubwa. Mimi nakumbuka wakati tuko watoto nyumbani, kulikuwa na watu kutoka nchi mbalimbali. Kuna wa Korea,
tuna mmoja tunamuita Mr. Mingi Mingi sababu ndio neno pekee la Kiswahili. Kwa hiyo alifanya shughuli nyingi, na kipindi hicho ndo majina kama kina Freeman tulikuwa tunasikia. Kwa hiyo yeye na Mbowe wametoka mbali, na siasa pia yeye ametoka mbali, amejihusisha sana. Nilikuwa nimekaa sana na kina Kigoda wakati ule marehemu, Andeni pale wakati ni mbunge, wakati waziri. Nimeona na kujifunza mengi. Aha, na ilikuwa ni lini unakumbuka alijiunga na Chadema? Siku halisi mwaka halisi sifahamu, lakini nadhani ni baada ya uchaguzi mkuu 2005, kwa sababu mimi 2006 niliondoka kwenda chuo. Kwa hiyo sikuendelea kufuatilia sana siasa, na yeye mwenyewe alivyokuwa akijihusisha na siasa. Tulifanya mambo mengine ya shughuli za kibiashara, tulikuwa tunashirikiana, lakini masuala yake ya kisiasa hakutuhusisha sana. Aliweka pembeni kwamba hizi ni shughuli tu kama shughuli nyingine, na sina hakika hasa. Na bila shaka hakuwahi kukuambia kuhusiana na sababu iliyopelekea kuchukua uamuzi huo? Sio kwa maneno mengi, lakini kama nilivyosema awali, yeye alikuwa sio mtu wa ushabiki. Alikuwa ni mtu ambaye anakwenda kwenye upande ambao angehisi kwa ni riski hapa kumuongelea yeye katika mengi, lakini siku zote alikuwa ni mtu ambaye anaenda kwenye upande ambao angehisi kuweza kufanya mabadiliko zaidi, au kuleta mabadiliko ambayo yeye angeona yanahitajika kwa wakati ambao unahitajika. Kama ilikuwa ni CCM kipindi kile, alifanya kwa sababu aliamini kwamba kwa wakati ule ilikuwa ndio move sahihi. Kama alipokwenda Chadema au popote pale alipokuwepo, alikuwa guided na hivyo kwamba kwa sasa hivi hapa ndio sehemu ambayo anahisi kwamba naweza nikafanya mabadiliko makubwa zaidi, naweza nikawa na impact, ndio kaenda. Na unavyokumbuka, alishawahi kugombea labda nafasi yoyote ya kisiasa? Ukiachana na ndani ya chama, pengine alishawahi kutaka kuwa diwani, mbunge? Alijaribu mara moja, na hakutaka tena. Kipindi kile ilikuwa ni muda mrefu, lakini ilikuwa ni Handeni. Najaribu kukumbuka, nachukua muda kidogo kukumbuka kwa sababu kuna mengi yalitokea katikati, lakini alijaribu bunge nadhani, alafu akaachana nao, akasema hapana, mimi mambo ya kushika madaraka huko juu niendelee huku chini. Alipenda sana kwa kweli, kwa sababu nikisema hivyo najua first hand, kwa sababu mimi kipindi kile ninachokwambia 2005 tulikuwa na biashara ya kusambaza vitabu kwenye shule za msingi Handeni pale. Kwa hiyo mimi ilikuwa ndio kazi yangu kuja kununua vitabu kutoka kwa publishers, kupeleka kule kwenye mashule mbalimbali, na nilikuwa nikiingia vijijini kule nikisema bwana, nimeleta hapa mimi mtoto wa mzee Kibao, kila mmoja, na nilikwenda katika vijiji ambavyo viko ndani sana, umeona, ndani sana Handeni kule, na niliona impact yake. Umeona, kuna watu mpaka watoto wameita Ali Kibao. So yeye alipenda sana kufanya kazi chini zaidi ya juu. Na hiyo ilikuwa ni mwaka gani? Au hiyo ilikuwa ni kuelekea 2005, 2004, 2005. Maana nimaliza sekondari kipindi kile Ilboru pale form 6. 2004 kwenda 2005 ilikuwa pamoja pale. Aha. Nataka tu kuelewa, so for clarity's sake, mzee Kibao hakuwahi kuwa mtumishi wa umma? Sio katika maisha yetu sisi, hapana. Yeye alikuwa ni mfanyabiashara na alishiriki katika siasa na vyama mbalimbali katika uhai wake,
lakini hakuwahi kuwa mwajiri wa serikali in that sense. Tunafahamu kwamba alikuwa ni mwanajeshi kama ambavyo ilikuwa ni lazima kupitia jeshi kipindi kile. Alikuwa ni mwanajeshi wakati wa vita ya Uganda. Alishiriki katika mambo tofauti tofauti, mengine ambayo alitusimulia, mengine ambayo hatuyajui. Rekodi zipo kama kuna ambaye anazo anaweza akatusaidia nazo vile vile, lakini mengi tunayofahamu ni kutoka kwake mwenyewe kutuhadithia mambo mbalimbali. Lakini kuwa mtumishi wa umma ameajiriwa na serikali, mimi sina taarifa hizo. Kwa hiyo unachomfahamia yeye ni kwamba ni kwenye biashara na siasa. Biashara na siasa, yeah. Umeshajaribu kumchora? Kwa sababu hilo ni swali pia ambalo nilikuwa nalo, lakini nilikuwa nataka ueleze kwa, if you can, kwa undani kidogo kuhusiana na kumchora zaidi. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Umegusia kwa kiwango fulani, lakini nilikuwa nataka ueleze kwa undani, if you can. Mzee Kibao alikuwa ni mtu wa aina gani? Yaani unaweza kumuelezea vipi? Kwa mfano kama unamuelezea Mzee Kibao kwa mtu ambaye hajawahi kumsikia au kumuona, how would you have described him? Katika mambo ambayo mtu yoyote alifanya naye kazi kwa muda wowote zaidi ya miaka miwili, au mtu yoyote ambaye alikuwa karibu naye kwa muda mrefu, kipindi chochote zaidi ya mwaka kwa mfano, kitu kimoja ambacho mpaka leo mimi nakifeel impact yake ni uwezo wake wa kuona mbali. Mwenyezi Mungu alimjalia hiyo, kwamba alikuwa ni mtu ambaye akikaa, kwanza huwezi jua kinachoendelea akilini kwake. Hilo ni moja. Pili, alikuwa na uwezo wa kuunganisha dots mbalimbali na kuona mengi sana. Nitakupa mfano mdogo. Anaweza akakwambia bana, usiende kushoto hapo, ukienda kitakachotokea ni 1 2 3. Na hiyo sio mimi tu, yoyote yule aliyefanya naye kazi, yoyote katika familia yetu atakwambia. Atakuacha, utaenda, baada ya siku 2 3 utarudi usema bana kweli. Na mimi mpaka leo nina mke, nina watoto, na nimekuwa ni mtu mzima na ya kwangu, bado kuna ambayo aliniambia huko nyuma ndo unayaona sasa hivi. Nadhani hilo sio tofauti kwake, ni wazazi wengi wako hivyo. Hilo ni moja. Lakini pili, katika swala lake, uwezo wake wa kuona mbali, alisisitiza sana sisi tuwe ni watu wa kujifunza, kusoma elimu na vile vile kujifunza siku zote. Maneno yake, jambo lake kubwa ilikuwa ni kwamba mimi siwezi kuachia urithi wa mali nyingi, lakini nitapigania kila atakayetaka, nitamsomesha mpaka pale mwenyewe atakapoona kwamba amefikia ukomo wake. Nakumbuka mimi kama mtoto wa kwanza wa Mzee Kibao, wakati ule shule za msingi, alitupeleka katika shule Popatlale pale Tanga, ambayo ilikuwa ni gharama yake ni kubwa sana, mpaka watu wengine wa familia wewe una wazimu, hata hela ya kule na kushinda unapeleka watoto huko kwenye English medium. Kaambia nyie hamjui, ulimwengu unabadilika huu, umeona, na waandaa hawa watoto waje kuwa ni watu wanaweza kujitegemea na watu wenye elimu. Kwa hiyo kumsam yeye kama mtu ni ngumu sana, kwa sababu alikuwa ni mtu wa mambo mengi sana. Alisafiri sana, alikutana na wengi, alifanya mengi, biashara, siasa, lakini kitu ambacho mimi binafsi siwezi kukisahau au kushukulia kwa wepesi ni uwezo wake wa kuona mbali na kuwa na subira, kwamba mabadiliko siku zote hayatokei kwa usiku mmoja, umeona, na mengi ambayo ame kutusaidia sisi kama watoto tulikuwa hatuyaoni wakati anayafanya, lakini manufaa yake unayaona baadaye. Na nadhani hiyo ilikuwa ni theme katika maisha yake, umeona. Alisacrifice mara nyingi sana mambo ya muda mfupi ili ya muda mrefu ya tengemae.
Alikuwa ni mtu ambaye angesacrifice kwamba ili jambo ni la muda mfupi, it's painful now, inauma sasa hivi, lakini it will get better tukivuka hapa. Na hilo ilikuwa ni principle yake moja kubwa sana. Of course, pengine kitu kingine ambacho kinamuelezea ni kwamba alikuwa ni mtu wa kufanya kazi kwa background, sio like sio mtu wa kuonekana kwenye hadhara, kwenye nini, ni mtu wa background. Hilo hakutaka umaarufu siku zote, hakutaka umaarufu. Alipenda sana, ndoto yake kubwa kabisa, linanihuzunisha sana kwamba hakufanikisha hilo, lakini ndoto yake kubwa yeye ilikuwa siku zote anasema, kwanza mimi nataka tu niwe na shamba, niwe na kibanda changu na mifugo. Niamke asubuhi nione kuna kuku, vijimbuzi pale. Yani ilikuwa ndio ndoto yake katika maisha. Hakutaka ufahari ule kwamba aje kuishi sijui kwa jamii. Yani hiyo ndio ilikuwa ndoto yake kubwa, siku zote alikuwa akiongelea. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa simple. Mtu simple kiasi kwamba nyumbani pale siku zote akija huwa na mashati yake tu mawili, ndio anavaa hayo kila siku. Nakumbuka mama, sasa hili shati limechani, sasa la nini, ndio shati langu, ndio umeona. Alikuwa ni mtu wa mambo simple ambaye hakupenda makubwa, na ndio maana mpaka anafariki amechukuliwa kwenye basi. Sio kwamba hakuwa na uwezo kama angetaka kuendesha magari ya kifahari au kufanya. Alikuwa ni mtu simple. Alikuwa ni mtu simple sana, na mtu asielewa anaweza sasa mzee mpaka saizi anaenda panda kwenye basi. No, efficiency kwake, simplicity kwake ilikuwa ni jambo la muhimu na msingi sana. Asante sana. Nilikuwa najaribu tu kuwaza hapa, how often ulikuwa unazungumza naye, na pengine mara yako ya mwisho kabla ya kutokea kile ambacho kilimtokea ilikuwa ni lini kuzungumza naye? Najaribu, I want to pick your minds on your last memories au kumbukumbu zako za mwisho za mzee Kibao. How often ulikuwa unazungumza naye? Mlizungumza lini mara ya mwisho? Kumbukumbu zako za mwisho unamkumbuka vipi mwishoni? Nitaongea swala moja binafsi sana, na linauma, lakini nitalisema hili ili yoyote ambaye ana mzazi sasa hivi yupo, unamwona mama, unamwona baba, mtu lazima, tunaambiwa siku zote kwamba bwana, wapende wazazi wako, wapigie simu, ongee nao, kuna siku hawatakuwepo, umeona. Mimi sababu ya kutokujihusisha na siasa kwa binafsi, hujawahi kuniona nikiongelea masuala ya siasa huko na kule. Tulikuwa tuna tofauti sana wa mawazo, na jambo ambalo alilikaribisha sana mzee Kibao, hata kama tulikuwa tunaweza kugombana, alikaribisha sana utofauti wa mawazo. Wewe sema kilicho moyoni, sema, umeona. Na wakati mwingine tulikuwa tunakwaruzana mengi tu pamoja na masuala ya kisiasa, tulikuwa tunakwaruzana kwa sababu mtazamo wangu na kwake ilikuwa ni tofauti kidogo katika masuala ya kisiasa, na mengine kama nilivyosema awali sikuyaelewa mpaka sasa. Sasa unaongea kwamba tulipokuwa tukiongea ilikuwa tunaongea kwa masaa, sio tu kupiga simu dakika 2-3, unaongea kwa masaa 2 matatu. Unaongelea kila kitu, kuanzia siasa, familia, watoto, wajukuu. Fahari yake kubwa kabisa, fahari yake, nimeongelea kwamba alikuwa mtu simple, lakini fahari yake kubwa
ilikuwa ni wanawe, watoto wake, wajukuu zake, familia. Hiyo ndio ilikuwa fahari yake. Anasema unajua watu wengine wanaona tuko 10 sisi, matumbo tofauti tofauti, tuko 10. Mimi ni wa kwanza, nina zangu wengi. Ilikuwa ni fahari yake kubwa. Kumbukumbu yangu ya mwisho ya Mzee Kibao siko tayari kuiongelea kwa wazi, kwa sababu ni kumbukumbu ambayo ningetamani kupata nafasi ya kuirekebisha. Lakini pamoja na yote, na jaribu sana kumkumbuka kwa mema aliyotusisitiza na mafunzo yake mengi ambayo mpaka sasa yalinisaidia katika maisha. Alinitengeneza kuwa tayari sana katika maisha. Sana sana. Na alisacrifice mengi sana ili mimi kufikia hapa nilipo. Hata mimi kukaa hapa kuongea na wewe leo ni kutokana na sacrifices zake. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu akijalia huko mbele naweza kufunguka zaidi. Lakini hapo umejaribu kugusia kwamba mlikuwa na utofauti wa kimawazo na vitu kama hivyo, na najaribu tu kuwaza, unadhani kile ambacho kimetokea kwake kimesaidia kwa namna moja au nyingine kuamua nani kati yenu alikuwa yuko sahihi? Kila mmoja wakati mwingine anaweza kuwa sahihi hapa na pale, lakini kwa sehemu kubwa, 99% Mzee Kibao alikuwa sahihi. Mara chache sana akikosea hakwambii, ndio. Lakini kilichomtokea, kama unamaanisha kwamba utekwaji wake na mauaji yake, sisi, na mimi binafsi niongelee, lakini sisi kwa ujumla kama familia tumejitahidi sana kutenganisha matukio haya na siasa, na ndio maana hatuongelei sijui CCM hapa tu. Nimeongea kutoa background kidogo kwamba alikuwa ni mtu wa siasa na hivi na vile, lakini haijalishi mtazamo wake wa kisiasa, haijalishi alikuwa anafanya kazi na nani wapi, hakuna mtu ambaye anastahili kupitia aliyoyapitia yeye. Hakuna mtu ambaye anastahili kuuawa kinyama kiasi kile, hakuna. Kwa hiyo ni tumefanya kwa makusudi, jitihada za makusudi kutenganisha, na ndio maana utanisikia nikitaja jina la kina Mnyika, ukitaja, pamoja na kwamba walikuwa na marafiki, utanisikia nikimtaja Freeman. Umeona, kwa sababu ukishaongelea tu siasa basi zinakuwa ni kama vile mambo ya ushabiki sasa, kwamba huku CCM, huku Chadema, huyu ni mtu wa Chadema. No, at the end, baada ya mwisho wa yote haya ni binadamu. Unaona, sisi wote ni binadamu, sisi wote ni Tanzania. Siasa tuziweke pembeni. Kwa hiyo kilichotokea, sifikirii kwamba ni nani yuko kwenye right au nani yuko kwenye wrong. Hapana, nafikiria kwamba ni chachu, nadhani ndio neno sahihi, ya sisi kama watoto kuendelea kupigania yale mema na mabadiliko ambayo angependa kuyaona, na vile vile kuendelea kupigania ili isije familia nyingine yoyote ikapitia kama haya. Hatuwezi tu kukaa kimya na kukaa pembezoni na kuangalia tu, mbona sio ni ngumu sana, kwa sababu unaona kwa hiyo mpaka kila mtu afikwe sasa ndio aanze kuongea. Umeona, lakini kama kuna yoyote ambaye anasikiliza na anataka kuamsha, sio lazima mtu uende ukapiga kelele kwenye majukwaa au mitandaoni ili ulete mabadiliko. Kila mmoja katika nafasi yake, katika nafasi yetu, tuna uwezo wa
kupigania au kujaribu angalau kuleta mabadiliko ambayo tunataka kuyaona. Kwa hiyo siangalii kwamba alikuwa sahihi au hakuwa sahihi, hapana. Lakini kwenye haya maisha, kwa mfano najaribu kutafuta namna ya kuliweka swali langu vizuri. Labda niulize, hiki kilichomtokea ilikuwa ni moja wapo ya hofu ambazo nyinyi kama familia, kwa mfano, au wewe kama kijana wake, ziliwahi kuwepo akilini mwako? Kwa sababu kwenye haya maisha yetu ya kila siku, mtu kulingana na vitu anavyovifanya, watu wanakuwa wana hofu. Kwa mfano, mtu kama unamuona, zipo sasa hivi hizo, sio inayotokea kwangu mimi binafsi, watu wanasema hujatekwa, bwana usifanye hivyo bwana, utatekwa, utafanya nini? Kwa hiyo kuna hofu fulani watu wanakuwa wanazo akilini mwao kuhusu wewe, na kwa hiyo hata ukifikwa na lile jambo, of course watasikitika, lakini ni jambo ambalo walikuwa wanahofia kwamba lingeweza kukutokea. Hiki ambacho kilimtokea mzee Kibao ni moja kati ya hofu ambayo iliwahi kuwepo kwenye akili yako kwamba hiki kingeweza kutokea? Kulingana na ukiangalia jinsi ambavyo siasa za Tanzania zimeendeshwa kwa miaka labda 15 iliyopita, 10-15 iliyopita, lazima unakuwa unafikiria hivyo kwamba unajua inaweza ikafikia hatua hili likatokea, lakini si kutegemea. Unahisi kwamba naweza wakamdhuru. Hofu yangu kubwa ilikuwa ni kwamba wangemchukua wakamweka ndani, kwa sababu rafiki yangu ambaye mzazi wake alipitia hayo. Tunafahamu wote story ya kina mzee Shamte kwa mfano. Tusikitisha sana. Asa hata tulipopewa taarifa kwamba ameshushwa kwenye basi, ilikuwa ndio hofu yangu kubwa. Mzee alikuwa na pressure, alikuwa akasema watamweka ndani, atakuja adhurike kwa lakini haikuniingia akilini, kwa sababu si unahisi kwamba labda mtu haonekani huko, hivi na vile, hao wanaoteka hujui criteria wanaoitumia ni ipi. Kwa hiyo unaweza kujiona uko salama, ukawa huko salama, na unaweza kujiona labda huko salama, lakini hatujui criteria. Angalau kama ingekuwa kuna sheria zinafuatwa. Sasa hofu ilikuwepo, lakini haukutegemea. Mpaka leo mimi binafsi nahisi kama vile kuna siku atanipigia tu simu niambie bana, kutokea hivyo. Umeona, Waswahili wanasema uchungu ndio uche kwao, lakini hiyo nakuambia ili kuonyesha ni jinsi gani ambavyo hatukutegemea. Na nadhani kuna wengi ambao tunadhani kwamba pamoja na yote ndio haya yanatokea tu wengine. Umeona, yanatokea wengine, lakini kwa jinsi mambo yanavyokwenda au yalivyokuwa yakienda nchini, hopefully kwa sasa tuko tumebadilisha mwenendo kidogo kutokana na yaliyojiri tangu Oktoba 29, lakini kwa yaliyojiri kabla ya hapo, hofu ilikuwepo, lakini hatukutegemea kabisa kweli. Asante. So kama nilivyotangulia kusema pale kwenye utangulizi wangu kwamba sasa hivi ni mwaka na ushei, mwaka na miezi miwili tangu tukio lile litokee, na mpaka tunazungumza hivi sasa bado hatujajua exactly kilichotokea. Mamlaka ambazo zinahusika kutupatia haya majibu, kila zinapoulizwa zinasema kwamba uchunguzi unaendelea na kwamba majibu yatatolea pale utakapokamilika. Na nilikuwa nataka nikuulize, unadhani itafika
wakati nyinyi kama familia mkubaliane tu na ukweli wa kile kilichotokea na kuendelea na maisha kama kawaida? Maisha hayawezi kuendelea kama kawaida kwa sababu utakuja mwaka mpya, itakuja Eid, kwa mfano Ramadhani. Unaona kwamba mtu mimi kwa mfano naweza kukaa mtu unakula tu parachichi, unakumbuka jinsi mzazi wako mara ya kwanza alipokuwa anakula parachichi, unamcheka, unasema unakulaje, umeona? Au unakula matango kwa mfano. Kwa hiyo zile kumbukumbu lazima zitakuwepo na zitakuwepo kwa muda mrefu, na kukosa majibu kunapelekea ile conclude, yani closure inakuwa haipatikani, umeona? Kwa hiyo sidhani kama maisha yanaweza akaendelea kama ilivyokuwa awali hata siku moja. Hili ni jambo ambalo lakini sisi kama familia, mimi binafsi hasa, sidhani kama niko katika sehemu ambayo niko tayari kuto kupata majibu yoyote kutoka popote, umeona? Najua kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kuto kupata hayo majibu. Kwa hiyo hilo nimejiandaa kuishi nalo, lakini kuendelea maisha kama kawaida, hapana, haiwezekani. Aha. Na kwa sababu nilitegemea kwamba kutokana na jitihada ambazo wewe binafsi unazichukua, kwa mfano Disemba 5 ulijitokeza kuzungumzia swala hili pamoja na yale matukio ya Oktoba 29. Nilidhani kwamba unafanya hivi kwa sababu unaamini kwamba bado kama familia na kama jamii, kama taifa, tunaweza kupata ukweli wa kile ambacho kimetokea, tukawajua waliohusika na pengine wahusika kuchukuliwa hatua. Katika mambo ambayo alinifunza baba ni kwamba huwezi kuacha kufanya jitihada za kupata yale unayoyataka kwa kujua tu kwamba yoyote huko nyuma hatukufanikiwa, au umeona, hata kama kuna uwezekano mdogo wa kufanikiwa, ni jukumu letu kusukuma, umeona? Kwa hiyo kuna uwezekano, kwa sababu watu tunafikiria kwamba labda miaka 5, 10, 20 ni mingi, lakini sio. Wewe angalia miaka 20 iliyopita ilivyokwenda haraka, umeona? Kwa hiyo leo labda waliohusika leo hawezi kutupa majibu, ila tuna jukumu sisi, na mimi binafsi kama familia, ndio maana hata naongea na wewe hapa, ili kuendeleza huu mjadala. Kama hatutapata majibu, basi angalau kumulika mwanga katika haya matukio na jinsi yanavyoathiri watu ambao wanaachwa nyuma. Kwa hiyo nafanya jitihada, kuna matumaini madogo sana lakini yanafifia kila siku, lakini bado tuna jukumu la kuendelea kusukuma kutafuta haki na kutafuta majibu. Lakini je, kuna gharama? Kuna gharama unalazimika kuzipitia kwa kufanya hizi jitihada? Kama ulivyozungumza kwamba kukubali kuzungumza na sisi ni moja kati ya jitihada hizi, na sisi tunakushukuru sana kwa sababu katika mazingira kama haya, na hususan kwa ambacho kimetokea kwenye familia yenu, ingekuwa rahisi kusema hapana, lakini ukakubali kuzungumza. Kuna changamoto zozote unazipata as individual person ambazo zinasababishwa kwa namna moja au nyingine na hivi kuwa vocal au kujitokeza na kuzungumzia hili jambo, kuto kuliacha liende, kuto kukubali kufunika kombe alafu mwanaharamu akapita, kwamba unamshika mwanaharamu, hakuna kupita hapa? Kuna gharama zozote unapitia, unalipa? Ya kwanza ni hofu. Mimi kabla ya kuongea mara ya kwanza, ilibidi niende nikahakikishe kwamba bima yangu ya maisha iko vizuri. Bona kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba hatujui vigezo wanavyotumia kuua watu ni vipi. Bona kwa upande mmoja tumeona
wakina Ben Saanane, wakina Soka, umeona, ni rahisi kusema ni watu ambao wameamua kujifanya hizi shughuli zao, lakini kuna wengi, kuna majina karibu 81 ambayo yamekusanywa ya watu ambao hatujawahi kuwasikia, hatuwajui, lakini hatujui waliko mpaka leo. Umeona, so la kwanza ni hilo, hofu kwangu mimi, na vile vile kumtia pressure mama yangu mzazi, wadogo zangu, umeona, na ndio maana najaribu kuliongelea hili swala sio kishabiki, ila kibinadamu zaidi, kwamba sio swala la siasa, ni swala la usalama, ni swala la utu, binadamu na Utanzania, umeona. Na la kubwa kabisa la kwanza ni hilo, ni hofu. Lakini ukiishi kwa uoga sasa, umeona, unaweza ukajihadhari na kila kitu, ukavuka tu barabara, ukagongwa pia na gari. Siku zako zikifika, kama Muislamu naamini kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayepanga yote, umeona. Siku ikifika natafuta tu sababu, lakini kubwa kabisa ni hilo. It's interesting you say that, kwa sababu kwenye ile video yako ya Disemba 5 ulijaribu kuonesha kutokuwa na uhakika. Yani kwa mfano kama watu wanakuja wanakwambia bwana, kuwa makini, kuwa makini na vitu unavyosema bwana, kuwa makini na vitu unavyofanya, na wewe ukaonekana kama vile unapata shida kuelewa, yani inakuwaje makini. Kwa nini unaonekana kupata shida wakati unaelewa hatari zilizopo na ambazo umejaribu kuzigusia hapo? Sote tuna jukumu kama Watanzania la kuhakikisha kwamba kwa nafasi zetu zote tunatengeneza nchi ambayo sisi kama wazazi, especially wazazi tunatengeneza nchi ambayo itakuwa ni fahari kwetu. Waliotutangulia kama wangekuwa na hofu na woga, tusingekuwa tunafurahia matunda ambayo tumeyafurahia kwa miaka mingi. Wanakuwa kisiwa cha amani kabla ya vurugu hizi, ukiangalia kabla ya miaka 15 maybe 20 iliyopita, umeona, tuliishi maisha mazuri, umeona. Na yote hiyo ni kwa sababu ya jitihada za watu ambao walijitolea. Sio kwamba mimi nataka nijitolee mahanga, hapana. Hakuna ambaye anataka hilo, umeona, ila tuna jukumu katika nafasi zetu wote kushughulikia. Kwa hiyo hofu ya kutokea chochote kwangu haizidi hofu ya mimi kupanda ndege, kwa mfano, umeona, haizidi hofu. Kama unaogopa kupanda ndege lakini inabidi uende nchi nyingine au uende uvuke bahari, umeona, utapanda na panapo majaliwa utafika, umeona. Unaelewa umuhimu wa ile safari, kwa hiyo unaweka pembeni hofu yako ya kupanda ndege, unapanda kwa sababu unajua kwamba destination unayokwenda ni muhimu zaidi ya ile hofu uliyokuwa nayo. Kwa hiyo ni hilo. Na vile vile pia inafikia wakati mtu lazima uchukue msimamo, umeona, lazima usimame, useme bila ya kukwaza, kwa sababu mimi hofu yangu kubwa ni kwamba sio mimi, tunaweza nikatoa tamko hapa akaenda akachukuliwa mdogo wangu ambaye yuko hapo, umeona, kwa mambo ambayo hayamuhusu wala. Ndio maana mimi hata naomba niseme hapa, siwashirikishi hata hii interview, hakuna anayejua naifanya. Kwa hiyo wote mnasikia haya kwa mara ya kwanza. Nikafanya mjadala na familia, sishinikizi familia yangu yoyote afanye chochote, kila mmoja kwa nafasi yake atafanya anachoweza. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, kwamba destination au kule tunakokwenda ni muhimu zaidi ya hofu ya safari, umeona, na insha Allah Mwenyezi Mungu atajalia yote ni mapito tu. Pengine sababu nyingine ya kuamua kuendelea na hizi jitihada ni kwa sababu maybe you don't want to be cynical.
you don't want to be maybe binafsi, si kwa sababu nadhani kuna japo kwamba of course mtu anayekuja anakuambia kuwa makini, anamaanisha vizuri, ana nia nzuri, it comes from the point of love, lakini hudhani kwamba pia kuna mstari mwembamba kati ya kuwa careful na kuwa cynical? Nadhani wewe ni mtu ambaye uko katika position ambayo unaelewa hili vizuri zaidi, kwa sababu sidhani kama kuna mtu sidhani kama mimi maonyo ninayoyapata yanakuzidi wewe kutoka familia yako, lakini kazi unaifanya. Umeona, si kwamba unaifanya kwa sababu unatafuta kwenye kuwa, hatuwezi kukaa uka hope. Niseme hivi, jambo la kwanza kubwa linalonifanya mimi niongee ni namna yangu mwenyewe binafsi ya kuomboleza na kumuenzi mzee Kibao. He was a fighter. He was not a coward. Na kuwa mimi katika picha ambazo siwezi kuzitoa akilini ni picha ambayo wale waliomchukua wenyewe walikuwa hawamjui vizuri, kwa sababu kama kuna walichukua wanakitaka hawakukipata, na ndio maana pengine ukaona kwamba hata walimtesa na kuharibu mwili, kwa sababu he would have known, alikuwa anajua kwamba hapa this is the end, umefika mwisho, hakuna kubadilika. Na ni mtu wa misimamo hivyo. Na mimi naamini ndani ya nafsi yangu kwamba mpaka wanamuua hakufa cowardice, hakufa ile kwamba kinyonge, pleading for his life, hakufa kinyonge. Umeona? So mimi ni namna yangu, ni namna yangu mwenyewe pia ya kuomboleza, ni namna yangu ya kumuenzi, kuendelea kupigania haki yake na haki za wengine ambao hawana sauti pengine, au wengine ambao majina nimetaja majina zaidi ya 81 ambayo mpaka sasa ni kimya. Kwa hiyo tuna jukumu sisi kupiganiana kama wananchi. Tunasema kwamba sisi ni wamoja, ni watu wa upendo, basi tuonyeshe kwa matendo pia. Kama ambavyo umejaribu kugusia sasa hivi tu kwamba kuna watu wengine wengi ambao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha na bado hawaonekani walipo. Kwa hiyo tukio la mzee Kibao si isolated. In fact, wakati linatokea kuna matukio kadhaa nyuma yametokea na matukio kadhaa mbele yaliendelea kutokea, na nilikuwa nataka kupata mtazamo wako. Unadhani mamlaka zinazohusika kushindwa kuja na majibu yanayoeleweka kuhusiana na haya matukio inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ya kile kilichotokea Oktoba 29, maandamano, na pengine kama nchi tungechukua jitihada zaidi za kuwapatia wananchi majibu ya yale matukio au haya matukio yanaendelea kutokea, pengine tusingeshuhudia kile ambacho tulikishuhudia Oktoba 29? Kabisa. Ukiangalia miaka 10-15 iliyopita ni mtiririko wa mambo haya, na ndio maana nikasema hata kwenye ujumbe ule niliotoa Disemba 5 kwamba kama kuna yoyote anayetaka kujua kwa dhati tumefikiaje hapa kama nchi, toka tu popote, uliza mwananchi yoyote, muulize tu mtu ambaye yuko tayari kukwambia ukweli, atakwambia. Umeona kwamba tumefikia hapa kutokana na jinsi mambo yanavyoendeshwa. Mojawapo na kubwa ni mambo haya ya watu kutekwa na kupotea. Umeona, na kuuawa. Ukiangalia kwa mfano swala la Tundu Lissu kupigwa risasi mchana, mpaka sasa kimya. Umeona, alafu kukawa na escalation ya haya mambo.
Umeona kwamba ilianza tu kwamba basi yule Tundu Lissu alikuwa ni mkorofi kule, umeona, bungeni, na ndio maana labda aliwaudhi watu fulani. Alafu polepole ukaanza mwandishi wa habari hapa, huyu mwanaharakati hapa, huyu sijui, umeona, pinzani hapa, mtu kapotea hapa, kapotea kule, kapotea hapa. Alafu yakaendelea. Sasa mimi binafsi najiuliza, je, na nadhani wengi wanaweza kujiuliza, kuna uwezekano wa mambo makubwa matatu. Umeona, kama kuna la nne na jingine basi unifahamisha Halifa. Kwanza ni kwamba haya mambo yanatokea kwa sababu wanaoyafanya wametumwa. Umeona, je, ni hivyo? Well, hatujui. Umeona, hiyo ni possibility ya kwanza. Mimi nasema kama mtu ambaye nimefikwa, nikikaa nikijiuliza hivi, kwa nini tupate majibu, na fikia conclusion hizi tatu. Hilo la kwanza. La pili, yanatokea na hayakemewi wala hayashughulikiwi kwa namna ambazo tunaziona kama mengine yanavyoshughulikiwa, kwa sababu yanawafurahisha au yanawanufaisha kundi fulani la watu. Umeona, kwa sababu hayatokei kwenye vacuum. Umeona, yanatokea, kuna cause effect. Kuna jambo linalosababisha haya mambo yatokee. Kuna kikundi cha watu kimeamua kwamba fulani hata asiishi. Umeona, kuna kikundi, kuna sababu zake. Hilo ni la pili. La tatu, na pengine la kutisha zaidi, ni kwamba je, haya yanatokea nje ya uwezo wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwamba hata ulinzi na usalama nao wanaogopa, serikali nayo inaogopa kwamba imefikia hatua kwamba it's out of control. Ona, kwamba hata kukemea basi. Na ndio maana mimi nasema hata kwa sababu tunaona Rais Samia sio mtu wa kurudi nyuma. Tumeona juzi bana alivyoongelea kwa msimamo. Umeona, kusema kwamba kama kuna mtu atataka kuleta vurugu na kuvurugika nchi, basi tutatumia nguvu pia. Umeona, sasa ile nguvu na ari na misemo ile hatuoni. Umeona, hatuoni nguvu hiyo ikitumika kwenye haya mengine ambayo kila mmoja kama Mtanzania atakwambia kwamba jamani, hili ni tatizo, hatuoni hiyo nguvu. Lakini huku naambiwa bana, ona, uliacha mtoto akatoka, usimwambie atoke. Umeona, katoka kauawa basi. Umeona, na ikifikia kwenye kulinda taifa, serikali inatuambia, rais anatuambia kwamba watatumia nguvu yoyote inayohitajika kulinda taifa. Je, kulinda taifa haihusishi pia kulinda uhai? Mimi kuna video moja ambayo kila siku naifikiria sana akili. Soka anasema jamani, tupishane kimawazo, mtufunge, lakini japokuwa basi uhai wa mtu, nadhani unakuwa unaifahamu hivi. Nasema basi uhai ule wa mtu urudi tu nyumbani ukaone ndugu zako, tuachieni huo pia. Alafu mtu anapotea. Umeona? Kwa hiyo tunaona upande mmoja kwamba nguvu zikihitajika zinatumika. Tukitaka kukemea jambo tunalifanya. Umeona? Serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Tumeona nchi nzima ilifungwa juzi. Umeona? Kimya, watu wakaambiwa kaeni ndani, wakakaa ndani. Kwa hiyo tuna uwezo, lakini kifikia kwenye haya kimya. Sasa hilo ndo jambo ambalo linanipa mimi simanzi sana, na hayo matatu ndizo possibilities. Au nikuulize wewe Khalifa, kuna possibility gani ya nne ambayo unaifikiria wewe kama mwandishi, na niulize Watanzania kwa ujumla, kuna possibility gani nyingine ya nne ambayo mtu unaweza ukaifikiria kwamba haya mambo yanatokea na hatuoni nguvu na mipasho kama kwenye mingine? Mtazamaji, swali hilo limewekwa mezani. Nadhani unaweza kuchangia kwa kutuandikia hapo chini. Nilikuwa nataka kukwambia kwamba rais lakini amekemea haya matukio. Rais pia alijitokeza tukio la mzee wako lilipotokea, akalani na akaagiza uchunguzi ambao nataka kuamini kwamba ndio ambao unaendelea kwenye hili swali. Nilikuwa nataka nikuulize pia,
Lile tukio lililotokea kwa mzee wako limekubadilisha vipi wewe kama mtu? Limekuwa na athari gani binafsi kwenye maisha yako ya kila siku? Hasira dhidi ya vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo nahisi vimemwangusha mzee Kibao. Mimi nilikuwa neutral katika masuala ya siasa, sikuchukua upande. Mimi ukiangalia katika hata tweet zangu utakuta na nilisema juzi hapo, kuna wakati niliwaambia watu acheni upumbavu, mnataka kugawanyisha nchi, mnataka umona. Kwa ni mtu wa kuamini kwamba na nilimwambia pia mzee Kibao, nikamwambia bana, mnataka tu Chadema wachukue nchi, mtaifanyia nini? Nakumbuka katika mazungumzo yetu kapia hivi, nikiangalia hapo hamna wakati ule wakida, nikamwambia sioni mwendeshaji wa serikali hapo. Bwana, ndio ulikuwa mtazamo wangu. Mtazamo wangu ilikuwa ni kwamba serikali ya CCM inaweza ikafanya haifanyi vizuri na inaweza ikafanya mazuri mengi zaidi, lakini nilikuwa ni kwa upande mkubwa nikiamini kwamba ni taasisi CCM ambayo iko well established na ina uzoefu kiasi fulani, na kama wakitaka mabadiliko yanaweza yakafanyika. Umeona? Sasa ukisema kunibadilisha, kwanza ni hilo la hasira dhidi ya wale ambao nahisi kwamba wamemwangusha mzee Kibao, hasa vyombo vya ulinzi na usalama. Sio kwamba, naomba nitofautisha hapa kumdhuru na kumwangusha mtu. Kumwangusha mtu ni kwamba ile mategemeo yetu ilikuwa ni kwamba mgelinda maisha, uhai, usalama wa Tanzania, ambayo kama tunavyojua haikutokea kwa mzee wetu. Umeona? Lakini la pili ni kuniamsha niwe sehemu ya mabadiliko ili yasije yakamtokea haya, familia nyingine yoyote isipitie haya ambayo tumeyapitia sisi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Na hii naomba niseme kwamba haimaanishi kwamba nataka niwe mwanasiasa au mwanaharakati wa hivi wa vile, kwa sababu kuna mtazamo fulani ukiwa nahisi kuna namna nyingi za kufanya mabadiliko. Mzee Kibao alitupigania sisi tupate elimu ya juu, alhamdulillah tumeshukuru tumepata hiyo. Kwa hiyo ni jukumu langu sasa, na nimeamshwa sasa kutumia chochote ambacho ningeweza kwa njia za amani, kwa njia za haki kabisa, kusaidia wengine ambao hayajawafika haya yasiwafike, na wale ambao wanapitia haya katika nyakati kama hizi vile vile kuongelea kwa niaba yao kwa wale ambao wamekosa sauti. Na kwa hiyo unafanya nini exactly? Kwa sababu najua kwamba wewe ni mwanateknolojia na umetengeneza tovuti mbili ambazo mimi nazifahamu. Kuna tovuti moja ya Ijue Historia Yako, ambayo hii pamoja na mambo mengine unaonesha matukio mbalimbali ya kihistoria yanayoumba Tanzania kutoka 1961 mpaka 2025. Lakini pia ulikuwa umeanzisha website inaitwa Kumbuko au in memories, ambapo umejaribu kuweka majina na sura za watu mbalimbali ambao wametoweka katika mazingira ya kutatanisha kwa nyakati mbalimbali. Hizi ndizo ambazo jitihada unazozichukua au kuna nyingine? Na nilikuwa pia nataka kujua nini kiko nyuma ya jitihada zote hizi ambazo unazichukua, especially hizi tovuti mbili ambazo umezianzisha. Asante kwa hilo. Sasa tovuti hizo mbili, ya kwanza ni ile Ijue Historia Yako, kwa sababu kuna mambo ambayo tunapitia sasa hivi Tanzania sio mapya. Umeona? Wala usiangalie mbali, angalia tu nchi za jirani zilizozunguka. Nchi zote zinaanza uhuru, chama tawala kinaingia, wanashika madaraka, wanaendesha mambo, wanapigania, nia ipo, nia ni nzuri, alafu tunakuja sasa tuna introduce demokrasia, tunapitia, ni cycle ambayo inajirudia. Ukiangalia hata katika ulimwengu kwa ujumla ni cycle ambazo zipo. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujikumbusha
historia na kuweka kwenye rekodi. Na ya kwanza hiyo ya ijue historia yako ni kujaribu kulinganisha matukio tofauti tofauti ambayo yametufikisha hapa. Moja ambalo tunalisahau sana ni ile sheria ya vyombo vya habari. Nakumbuka kipindi kile watu walipiga sana kelele mitandaoni. Mimi nipo tu, si unaona yako yanaendelea, shughuli zako wewe, kwani yanakuhusu nini? Haya mambo mimi sio mwanahabari. Kwa hiyo kama sheria mpya inapitishwa ya vyombo vya habari inanihusu nini? Umeona? Ndio attitude ambayo sikudharau, lakini pia sikutilia maanani. Umeona? Sikufuatilia kwa ukaribu. Kwa nini wanahabari wanapigia kelele hii sheria isipite? Umeona? Sikuelewa uzito wake. Lakini ukiangalia sasa nyuma ndo unakuta kumbe ndo tumefikishwa hapa. Hizi mabadiliko haya madogo madogo yanatufikisha mahala ambapo mtu mpaka unaogopa hata kusema jamani, mbona mmeua baba yetu? Au kuna watu siseme mmeua nikawa kwamba naituhumu serikali au vyombo vya ulinzi na usalama. Hapana, ameuawa, hilo tunalifahamu, it's a fact kwamba kuna kikundi cha watu kimeua mzee Kibao. Sasa mtu ameuawa, mbona hatuoni? Mbona tumefikiaje hapa? Tumefikiaje hapa? Kuna nchi, tunaishi kwenye nchi ambayo mtu hata kuongea tu kusema jamani napigania haki unaogopa. Mbona yaliyotufikisha. Hilo ni moja. La pili la kumbuko, tunaona watu wanaongelea namba. Kwa mfano tunasema watu wameuawa watu 2000, mwingine anasema wamekufa, tunakumbuka kipindi kile Zanzibar wamekufa watu 7 tu. Umeona? Sasa ukisema wamekufa watu 7 tu au wamekufa watu 100 au 2000, unapoteza ule utu na ubinadamu. Umeona? Kwa sababu ni namba. Alafu mara nyingi sisi akili zetu, ubongo unashindwa kuprocess namba. Mfano nikikwambia wewe Halifa au mtazamaji utafakari watu 2000 wako kiasi, upati picha. Lakini nikikwambia mzee Kibao ameuawa, nikikwambia Ben Saanane amepotea, nikikwambia Deusdedith Soka amepotea, nikikwambia Mdude familia yake namtafuta, unaelewa. Kuna umuhimu wa kurejesha ule binadamu. Kuna umuhimu wa kuweka rekodi na kujua ni watu wangapi na ni kina nani ambao walipotea. Hilo ni moja, lakini pia kuwaenzi kama wanadamu. Mimi nisingependa mzee Kibao awe ni namba tu, kwa sababu kwamba kuna watu fulani namba fulani. Niseme no, mzee Kibao. Mbona hilo ni hilo. Na jitihada ninazozifanya hizi ni mwanzo. Kuna umuhimu wa sisi kujua ni jinsi gani nchi inaendeshwa. Kuna umuhimu wa kujua ni jinsi gani ambavyo sheria tulizonazo sasa hivi. Kwa mfano nilikuwa nikisikia no reform no election. Okay, what do you mean? Mbona mpaka kuna siku nikamsikia Heche anafafanua, anasema unajua katiba yetu sisi, au katiba mpya, unasikia tu katiba mpya au muungano. What is this thing? Muungano, katiba mpya, what does it mean? Umeona? Heche anasema unajua, akavunja pale akasema kwamba mbona unajua sisi tunaishi kwenye nchi ambayo rais akitangazwa tuna tume, huna namna ya kupinga. Kwa hiyo tume ikiamka kesho ikitangaza kwamba Halifa ni rais, basi ndio rais, hamna jinsi. Sasa hapo ndio umeona. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanatokea ambayo mtu kama unaendesha shughuli zako kawaida unaweza ukahisi hayakuhusu, lakini ni muhimu sana kuyajua. Kwa hiyo la kwanza ni kuenzi na kukumbuka na kurejesha utu na ubinadamu. Mbona tusiongelee tu namba. Lakini la pili, na jitihada kubwa ambayo naifanya, hopefully Mwenyezi Mungu akijalia karibuni, ni kutengeneza, kama ulivyosema, mimi ni mwanateknolojia, natumia taaluma yangu kutengeneza vifaa ambavyo vitasaidia kuwaelimisha Watanzania. Na kama muda ukiruhusu na ukipenda, ninaweza pia kufahamisha initiative ya 3 ambayo Mwenyezi Mungu akijalia Januari tutaianzisha. Ielezee samani. Okay. Ya 3 ni ijue haki yako. Ijue haki yako haimaanishi kwamba wewe kama Halifa sasa hivi ujue haki yako. Ni mwamvuli ambao una lengo la kumfahamisha Mtanzania kwanza
nimefikwa, nimeibiwa mbuzi, nifanyeje? Umeona? Nataka niwape watu kifaa cha kuweza kuuliza maswali haya ya madogo madogo ya kila siku yanahusiana na sheria. Kilichonipelekea mimi nifanye hivi ni mauaji ya mzee Kibao ilipotokea, baada ya kupata confirmation kwamba tumepata mwili ni baba yenu, tulitafuta sisi ushauri wa kisheria. Hatukutaka kushtaki mtu, sio kwamba tulitaka tushtaki, no, tunatafuta tu sasa, jamani, likitokea hili jambo utaratibu wake unakuwaje? Halifa, hakuna mwanasheria ambaye alitaka kugusa hii kesi, na si walaumu, siwezi kuwalaumu kwa sababu hofu. Kuna wengine mtu anakuambia ningependa kusaidia, lakini nimepeleka hiyo swala ofisini pale, nimeambiwa acha kabisa. achilia mbali. Kwa hiyo tunaishi katika mazingira hayo. Sasa hilo ni swala ambalo lilipata attention kubwa kitaifa na kimataifa. Sasa fikiria pale Handeni mtu amefikwa na jambo, ataanzia wapi? Umeona? Kwa hiyo hatukujua hata tuanzie wapi. Umeona? Sasa hilo nataka nitengeneze vifaa ambavyo vitasaidia watu kupata ushauri mdogo mdogo tu na kujifunza. Hilo ni moja. La pili ni kutoa vifaa vya uelimisho kwa Watanzania, ni jinsi gani ambavyo sheria zinatengenezwa na jinsi gani ambavyo Watanzania kwa ujumla tunaweza kushiriki katika utengenezaji wa sheria hizi, kama ni kupinga au kusupport. Umeona, narudia tena ya vyombo vya habari, sheria ya vyombo vya habari, uzito wake hatukuuona. Umeona, na ukiuliza mtu hata sasa hivi kwamba sheria ilisemaje au kwa nini ilikuwa inapingwa, mtu bado hatujui. Umeona, katiba kwa mfano, wenyewe tunasikia tu katiba kila siku, katiba mpya, hatujui. Umeona, wengi hatujui katiba inasemaje, haki zetu ni nini kikatiba, na siku zote tunasikia kwamba ukifanya hivi ni uvunjifu wa sheria. Nimeangalia mazungumzo juzi ya wewe na Jebra, nimejifunza mengi sana kwa kweli, na bado kama nchi tuna safari ndefu sana, hasa kwenye swala la sheria. Umeona, amegusia kwa mfano Tanzania, unaweza ukaingia tu pale ukapata hukumu mbalimbali zilizotolewa, lakini swala la sheria liko kama ni swala ambalo tunalichukulia liko kule mbali na sisi. Na moja ya tatizo ni kwamba kwanza hujui mtu ukazipata wapi hizo sheria kwanza. Mbili, ukishaipata hiyo sheria na kuhusu na tatizo lako, ukianza kuisoma hujui uanzie wapi malizia wapi. Hilo la pili. La tatu, nyingi zipo kwa Kiingereza. Sasa tuko taifa Kiswahili. Umeona? Kwa hiyo kwa kifupi, kifaa ninachotengeneza sasa hivi na ambacho nasema tu niko mimi mwenyewe peke yangu, sije nikaambiwa nimepokea pesa za kina Ford. Hapana jamani. Ni mimi tu binafsi najitolea muda wangu kutumia taaluma yangu kutengeneza kifaa ambacho kitawawezesha Watanzania. Kwa upande mmoja tunachukua hizi sheria mbalimbali tunazitafsiri kwa kutumia artificial intelligence. Alafu kwa mfano ukiingia kwenye ChatGPT pale unaweza ukauliza maswali tofauti tofauti. Sasa natengeneza ChatGPT ambayo inaweza kuwasaidia Watanzania kupata majibu mbalimbali kuhusu masuala ya kisheria, na vile vile kuwashirikiza au kuhamasisha watu kufuatilia na kushiriki. Kwa mfano kuna matangazo yametolewa kwamba tuna jambo linalojadiliwa, kuna sheria inataka kupitishwa, uijue inakuhusu vipi wewe binafsi katika maisha na itakuathiri vipi katika maisha yako ya kila siku ikiwa imepitishwa, ili mtu awe na uelewa zaidi kwa wale ambao wangependa. Hilo ndio lengo. Sawa sawa. Shukrani sana bwana. Sasa tumalizie. Tumezungumza mazungumzo mazuri sana. Nilikuwa nataka kukuuliza tukiwa tunaenda kumalizia, unaweza kuisummarize vipi hali yetu sasa hivi kama nchi, na upi ungekuwa mkakati wako wa kutoka hapo? Chukulia kwa mfano kama wewe ungekuwa rais kwenye mamlaka yote, ni ipi summary ya nchi yako ya Tanzania hivi sasa hivi na mkakati wako wa kuitoa hapo ulipo unaonekana vipi?
kwanza niseme sitaki madaraka yoyote. Napenda maisha yangu, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenijalia mke, mtoto. Napenda panapo majaliwa nirudi kutokujulikana, niishi tu. Napenda hivyo. Kuna siku nikupe hadithi, kisa kifupi. Kuna siku tulikuwa kama saa 6 hivi usiku, tunatoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine na mzee Kibao, tukakwama. Nilikuwa naendesha Suzuki sasa, akaniacha kwenye tope. Unajua njia zetu za vijijini, basi nikakanyaga mafuta pale, na akaniambia hebu tulia kwanza, rudi nyuma kidogo, nenda mbele, rudi nyuma, nenda mbele. Basi nikaanza rudi nyuma kidogo, unarudi sentimita 1, unaenda 2, rudi nyuma, pengo linaongezeka. Tukatoka pale, akaniambia unajua hili sio somo tu la kutoka kwenye matope, basi wakati mwingine kwenye maisha pia ukikwama inabidi urudi, uchukue hatua nyuma kidogo, kwenda uchukue hatua. Nasema hivyo kusema kwamba mabadiliko, kuna njia nyingi za mabadiliko. Tunaona mapinduzi, njia mojawapo. Umeona, sihamasishi chochote, nasema tu. Kuna kupiga kura, ni njia nyingine. Umeona, lakini hakuna mabadiliko yanayotokea usiku mmoja. Umeona, hata hapa tulipofika kwenye hali hii tulionayo sasa hivi ni swala ambalo litachukua muda kutufikisha hapa. Kwa mimi mtazamo wangu ni kwamba tunabidi turudi nyuma kidogo, alafu itatuchukua muda. Mimi na mtazamo wa miaka 10 mpaka 20 kwa kutoa tu vifaa na elimu, kukielimisha kizazi kijacho, kwamba mtoto anayezaliwa leo anapofikia umri wa kupiga kura awe ni Mtanzania anayejifahamu, awe ni Mtanzania anayefahamu historia yake, awe ni Mtanzania anayefahamu nchi yake kiundani, nchi inaendeshwa vipi. Tumesoma wote civics, lakini mpaka sasa mtu kimuuliza hivi matawi matatu hajui mtu. Umeona, tunashindwa kueleza. Mimi mwenyewe nikiwemo, umeona, ni mmoja wapo, nimesoma civics. Kwa hiyo ni swala ambalo itatubidi turudi nyuma, na ni swala ambalo litachukua muda. Na nikisema miaka 20, mtu unaweza kuona ni mingi sana, lakini miaka 20 iliyopita alikuwa ni Kikwete rais, si ndio? Sio muda mrefu. Unakumbuka yote ya Kikwete, it's like it was yesterday. Kwa hiyo hilo ndio lengo langu, na sina lengo la kufanya kazi na sitaki kuwekwa kwenye kundi la wanaharakati. Kuna umuhimu wa kuwa na wanaharakati, na kila wanaharakati wana sehemu yao kubwa na muhimu katika taifa lolote. Si diminish hizo, lakini kuna umuhimu pia wa kuelimisha na kuchukua muda kuleta mabadiliko yanayodumu, maana tunaweza tukaleta mabadiliko leo hapa, lakini yakawa ni mabadiliko ya muda mchache. Kwa hiyo huu ndio mtazamo wangu na nia yangu, inshallah. Sawa sawa. Sasa hapo tumeelezea vitu vingi, unafanya vitu vingi na unapanga kufanya vitu vingi pia, na nilikuwa nataka kumalizia na hili swali. Nini kinakupa ari ya kufanya yote haya? Nini msukumo, hususan ukizingatia kama ambavyo tumejadili, kulingana na mazingira yalivyo sasa hivi, vitu vyote vinaweza kufanyika katika mazingira ambayo ni ya hatari sana kwako wewe binafsi, lakini na kwa wale walio karibu na wewe. Kwa nini haya mapambano ni muhimu? Kwa nini haya mapambano lazima yaendelee hata kama kuna hizi hatari ambazo utapaswa kukabiliana nazo? Nirudie tena, sijitoi mhanga. Nina hofu na ningependa kuishi maisha ya amani, lakini pia nadhani kuna wengi ambao wanaishi sasa hivi katika hofu na wangependa vile vile kuishi katika maisha ya amani, ambao hawana sauti. Kwa hiyo mimi namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kumjalia mzee Kibao fursa na uwezo na maono ya kutupa elimu. Unaona,
Na ukishakuwa umejaliwa kuelimika, kwa sababu mimi kuelimika kwangu kuna watu wengi ambao walisacrifice vile vile katika kumsaidia Mzee Kibao kuweza kutuelimisha, si ndio? Wangekuwa wa binafsi nisingekuwa hapa leo. Bwana Mzee Kibao angekuwa binafsi nisingekuwa hapa leo. Kwa hiyo tuna jukumu la kulipa zile fadhila za wengine ambazo zimetusaidia kufika hapa tulipo na kuwasaidia wengine ambao wako nyuma yetu pengine. Ari na msukumo. Kama nilivyosema awali kwamba hii ni njia yangu ya kuomboleza na kumwenzi Mzee Kibao na kumkumbuka na kumshukuru kwa yote ambayo alitusaidia. Lakini vile vile mimi nina watoto. Ningependa wanangu wawe na uwezo wa kuingia wakati wowote na kutoka nchini bila ya hofu, kwa sababu tu labda baba yao au mtu yote ambaye baba yake anahusika na masuala ya kisiasa basi asiishi kwa hofu, kama ambavyo tunayapitia sisi. Naona kwamba nina jukumu na sikupewa fursa ambayo ninayo sasa hivi katika maisha ili tu basi nile vizuri na nilale vizuri kwa usalama. Tuna jukumu la kusaidiana wote kama Watanzania na kila mmoja kwa nafasi yake. Mimi natumia tu nafasi yangu na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia basi hopefully na kwa msaada wa wengine ambao ni wanasheria kama hivi na mazungumzo haya tunaongea na wewe unapitia kama mwanahabari ni ngumu, lakini kazi unaifanya. Umeona, naelewa mazingira ambayo wanahabari sasa hivi wanafanya kazi nchini, na nadhani serikali pia inaelewa ugumu ambao upo katika waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla. Lakini sote na yeyote anayeangalia hapa, ningependa tu kuhimiza kwamba sio lazima uwe mitandaoni, sio lazima mtu upige kelele. Kila mmoja naamini katika nafasi yake, kila mmoja wetu tuna uwezo na tuna jukumu la kutengeneza nchi ambayo tungependa tuione, kwa sababu kama tusipofanya hivyo tutatengenezewa na wengine kwa maslahi yao wenyewe. Umeona, tuna jukumu sisi la kuwawajibisha viongozi wetu, tuna jukumu sisi la kupigania yale ambayo tunahisi kwamba wakati mwingine sio haki. Tuna jukumu hilo sote. Kwa hiyo msukumo ni huo tu, wala wakati mwingine uhitaji msukumo. Na kama inafikia mtu mpaka unauliwa baba yako kinyama kiasi hichi na bado umekaa kimya, basi tatizo kubwa zaidi. Asante sana brother Mohamed, na kushukuru sana kwa muda wako na utayari wako wa kuja kubadilishana mawazo na sisi kwa niaba ya hadhira yetu hapa The Chanzo. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa kunipa nafasi. Nadhani sijawahi kuongelea kwa kirefu kama nilivyoongelea hapa mengi, na hopefully itasaidia kuamsha japo Mtanzania mmoja. Na narudia tena jamani, sidhani kama kuna yoyote ambaye yupo katika mbele ya kamera na nyuma ya kamera hapa ambaye anataka machafuko nchini, ambaye anataka nchi iharibike. Mimi nchi ikichafuka, mchele ukipanda, hela nayomtumia iongezeke pia. Kwa hiyo inatuathiri kila mtu kwa nafasi yake. Sidhani kama kuna yoyote anataka machafuko. Tunataka haki, tunataka upendo, amani na uhuru vile vile, kuishi na uhuru kimawazo. Kwa hiyo asante bwana Khalifa kwa jitihada zako zote, na asante kwa timu ya The Chanzo hapo, Shafii na wengine mlioko nyuma ya kamera kwenye editing. Asanteni sana kwa jitihada zote mnazozifanya. Tunakushukuru sana. Mtazamaji wa The Chanzo, basi mpaka kufikia hapo ndo tumefikia tamati ya mazungumzo haya ambayo tumekuwa tunayafanya hapa na Mohamed Ali Kibao, ambaye ni mtoto wa marehemu Mohamed Ali Kibao, ambaye tunafahamu aliuawa ile Septemba 2024, na mpaka leo bado sauti zinaendelea kupazwa kuhusiana na umuhimu wa kuwatafuta watu waliohusika na mauaji yale pamoja na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria, kama ambavyo nilizungumza pale mwanzoni kwamba kila wakati swala hili linawekwa mbele ya vyombo na mamlaka zinazohusika, jibu limekuwa ni kwamba uchunguzi unaendelea, na sisi ambacho tunaweza kutegemea tu ni kwamba uchunguzi huo uendelee na uharakishwe na umma uweze kupatiwa majibu ya maswali haya ambayo mpaka sasa yanabaki bila majibu. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Saidi.
na kwa mara nyingine tena, kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera, Shafii Hamis na Ambrose Dawai, tunakushukuru sana na kukutakia utazamaji mwema na ufuatiliaji mwingine wa maudhui tunaendelea kuzalisha hapa The Chanzo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.